Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite na tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshatoa kwetu. Ndugu zangu, tuko nyakati ambazo ni nzuri, nyakati ambazo ni za furaha, na kabla ya yote napenda kuwakaribisha nyote mnaosikiliza mafundisho haya kwamba kuna mkutano mkubwa sana kwenye Zoom tarehe 30 mwezi huu, mkutano mkubwa kwelikweli, ambapo tutakuwa na mzaliwa wa pili Zulula 100 atakuwa pamoja nasi tunaozungumza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anapenda kujua mengi, anapenda kuuliza, kwa hiyo asisite, kwa sababu ni mkutano ambao ni kwa ajili ya watu wote, yaani unakaribishwa. Ni kwenye Zoom na kuna maelekezo mbalimbali namna gani unaweza ukaingia ili kujiunga pamoja nasi kwenye mtandao huo wa Zoom. Kwa hiyo usisite ndugu yangu, wakati unaposikia mambo kama hayo, ni vema kupiga hatua ili kwamba huwe kati ya wale ambao watakuwa wa kwanza kabisa kwenda kusikiliza, maana sio kitu ambacho ni rahisi zaidi sana kwa wakati huu, na kipindi hiki ambacho sisi tumepata hii neema ya hali ya juu ya uwepo wake katika wakati huu. Ndugu zangu, wakati utakuja ambapo walio wengi watashtuka na utakuwa muda umeshapita, huenda amesharudi. Hii nasema, lakini watu hawa, tunapozungumza mzaliwa wa pili, hili jambo haliingii ndani ya watu vizuri. Wao wanaona haiwezekani mtu mzaliwa wa pili awe namna gani, mtu mweusi kwa sababu wameshafunzwa kwamba mtu mweusi, kwa mtu mweusi hakuna kile ambacho ni chema kinaweza ikatokea huko. Ndivyo watu walishafunzwa hivyo. Kwa hiyo ingelikuwa kwamba labda ni mzungu, hilo ni jambo lingine ambalo walio wengi wenda wangekubali. Unaona, na hapo ndipo sisi watu weusi walio wengi tumekwama. Lakini nikupenda kuambia kwamba mkombozi wenu ambaye anakuja kufichua huu uongo, wizi wote wa wazungu walioufanya kuhusiana na maandiko ya awali ambayo ilikuwa yetu na ni yetu sisi watu weusi, yuko pamoja nasi na anawahita muje muongee naye pamoja. Ikiwa kuna swali lolote lile la kiroho, hasa lolote lile ambalo unajihisi, uliza. Ni tarehe 30 mwezi huu, yahani saa 4:30 tunaanza majira ya hapo Tanzania. Hakika na kuomba usichelewe, pakuwa tu app hiyo ya Zoom meeting, alafu utajiunga nasi bila matatizo yoyote, na unaweza ukafanya hivyo kwanza kabla hata tarehe 30 haijafika. Kwenye tarehe 28, 29 pale unaweza ukaanza kujaribu kidogo kidogo. Ikiwa unaweza kuwa na utata aidha ugumu wa kujiunga, ukatuandikia ili tukueleze namna gani unaweza ukafanya ili usikose tarehe hizo 30 mwezi huu. Loba. Basi ndugu zangu, tunaingia katika mafundisho yetu. Tema tayari mumeiona, inahusu malaika mkuu Mikaeli ni nani. Kwa nini mada hii? Kwa nini tema hii? Tutaongelea tema hii kwa sababu watu walio wengi zaidi sana wanajichanganya kuhusiana na tema hii, kuhusiana na mhusika huyu ambaye ni malaika mkuu Mikaeli. Kwa nini? Kwanza, kitu cha kwanza, mkiandika kwenye mitandao ya kijamii haiza sehemu zote zile ambazo mnazijua, mkiandika kwamba Mikaeli aza malaika Mikaeli, tayari moja kwa moja wataenda kuwaonyesha mwanaume mzungu ambaye sijui anapambana na dragoni, mambo kama hayo, kwa sababu hivi ndivyo wanavyotaka kuwakilisha. Lakini sisi tunawaambia kila wakati kwamba mambo ya kiroho ni swala la rangi, na tunaposema mambo ya kiroho ni swala la rangi, ni kwa sababu roho zote ambao wataita malaika, makerubi, masherafi, wote ni weusi, ni wa rangi nyeusi. Hilo ndio jambo ambalo walitaka kulificha, kwa sababu, na ndio maana kila kitu kinatakiwa kuchorwa kwa keupe, na Mungu wanamchora ni mzungu ambaye ana ndevu nyeupe, ameshakuwa mzee kabisa, yuko kwenye kiti cha enzi. Hivyo ndivyo wanavyotakiwa. Walitakiwa kuleta filamu hizo za huyu wanayeita kwamba ni Yesu, ambazo zinaonyesha kwamba ni mwanaume pia mzungu. Lakini mkiangalia hata ndani ya hiyo Biblia ambayo wako nayo, inaonyesha wazi kwamba kwelikweli mhusika huyo kwanza hajawahi kuwepo, na Kristo wa kweli kweli alikuwepo, ambaye ni Jokisa Bikudumanemula, ambaye alikuwa ni mweusi. Lakini hatuko hapo.
Sasa kama gisi nilivyosema, wataonyesha hivyo. Sasa kuna historia nyingi sana zinazozunguka kuhusiana na malaika Mikaeli. Yes, kuna historia kubwa za nyingi sana ambazo watu wanaongelea, na ndio maana leo tunaenda kuweka haya mafundisho pa nafasi yake, kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili ya kuongea kwanza kile ambacho watu wanachokiamini. Tunaingia ndani ya Biblia zao za kisasa, tunaonyesha kile ambacho wanaamini, na tunaonyesha hata mikanganyiko ambayo ipo aidha imo ndani ya Biblia za kisasa. Halafu tunaondoka humo, ila tunaingia sasa katika uhalisia na kuwaeleza ni nini kweli kweli kilichotokea, aidha historia ni ipi kati ya hayo mambo wanayoyaongea na ule uhalisia wenyewe wa mambo kama gisi yalivyokuwa. Ndugu zangu, walio wengi kama hawa wanaojiita kwamba ni mashahidi wa Yehova, wao wanasema kwamba huyu malaika ambaye ni Mikaeli kwamba ni Yesu Kristo tena. Na ndio maana lazima watu wagusie ili mupate kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema kwamba kuna malaika mmoja ambaye ni malaika mkuu mmoja tu, yaani ni huyo aliye kiongozi kabisa wa malaika wote, na kwamba ni nani? Kwamba ni malaika Mikaeli. Na ikiwa malaika Mikaeli ndiye malaika mkuu kwa malaika wote, na wanaposema malaika wote, yaani wanagusa yaani jeshi lote la mbinguni. Kwa hiyo wanapenda kusema kwamba ni huyo ndiye Yesu mwenyewe. Na sio hilo tu, kwa sababu hata kuna wengine wanaosema kwamba shetani ndiye aliyekuwa malaika mkuu. Sijui kama unaelewa kwamba yeye ndio alikuwa malaika mkuu, na jinsi alivyoanguka hata sehemu yake nani atachukua nafasi ya kuimba. Hivyo ndivyo wanavyoongea kwamba shetani alikuwa ni malaika mkuu. Shetani si malaika, shetani ni kerubi, kwa sababu kuna tofauti kati ya malaika na kerubi. Tunaingia kiundani. Tutaenda kwanza katika moja ya makala ya mashahidi wa Yehova ili kuona wanachokiongea wenyewe kuhusiana na huyo Mikaeli na Yesu wao. Wanasema namna gani? Mnaweza mkaandika hata kwenye internet, unaweza kupata haya makala ni ya mashahidi wa Yehova. Wanaandika kwamba Mikaeli anayeitwa mtakatifu Mikaeli katika baadhi ya dini, ni wazi kwamba jina alilopewa Yesu kabla na baada ya kuja kwake duniani. Unasikia? Mikaeli aliingia katika mzozo na shetani baada ya kifo cha Musa na kumsaidia malaika kutoa ujumbe wa kimungu kwa nabii Danieli. Hapo wanatoa andiko Danieli 10:13 hadi tena unaweza ukasoma 21, na pia kitabu cha Yuda sura ya 9 mstari wa 9. Mikaeli anaishi kupatana na jina lake linalomaanisha ni nani aliye kama Mungu. Unaona? Kwa hiyo ndio wanasema maana ya jina hilo Mikaeli, kwa sababu anatetea enzi kuu ya Mungu na kupigana na adui zake. Kwa hiyo hapa wanapenda kudhibitisha ili kuonyesha kwamba kwa sababu Mikaeli yeye ni mpambanaji, kwa hiyo huyo Mikaeli ambao wanaongelea kwamba ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba huyo Yesu Kristo ndiye malaika mkuu Mikaeli. Na hapo wanatoa maandiko katika Danieli sura yake 12 mstari wa kwanza na Ufunuo 12:7. Kwa hiyo wanaendelea kusema kwamba hapa kuna baadhi ya vipengele vinavyotuwezesha kukata kauli kwamba Yesu ndiye malaika mkuu Mikaeli. Mikaeli ndiye malaika mkuu. Yuda 9. Jina la cheo malaika mkuu linalomaanisha mkuu wa malaika, si ndio? Linaonekana katika mistari miwili tu ya Biblia, na kila wakati linapatikana katika umoja, ikionyesha kwamba ni malaika mmoja tu ndiye anayebeba cheo hiki. Mnaona? Katika mojawapo ya mistari hii tunasoma kwamba Bwana Yesu aliyefufuliwa atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Hapo wanatoa Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Yesu ana sauti ya malaika mkuu kwa sababu yeye ndiye malaika mkuu Mikaeli. Hawa ni mashahidi wa Yehova wanaosema kwamba malaika Mikaeli ndiye Yesu mwenyewe. Mikaeli anaongoza jeshi la malaika. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka Shetani. Hapo tunaona kwenye Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7, akiitwa mmoja wa wakuu na mkuu. Mikaeli ana mamlaka kubwa katika ulimwengu wa roho. Danieli sura ya 10:13
21, 12:1 wanaleta majina haya. Yanafunua kwamba Mikaeli ndiye mkuu wa majeshi ya malaika kulingana na msomi wa Agano Jipya David Aune. Hayo ndiyo mazungumzo ya hao wanaojiita mashahidi wa Yehova. Wanaamini kwamba Yesu ndiye malaika Mikaeli. Hiki ndicho mashahidi wa Yehova wanaandika wenyewe katika makala yao kwamba Yesu ndiye malaika Mikaeli. Kuna wakati ambapo hao mashahidi wa Yehova waliwahi kukataa kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Sijui kama nakumbuka hili, lakini kadiri muda ulivyoenda wakaendelea kubadilisha, na hivi sasa wanasema kwamba Yesu kweli ni mwana wa Mungu ambaye ni malaika mkuu Mikaeli. Ndio hivi kwa wakati huu. Tuingie sasa katika Biblia za kisasa ili kuangalia ikiwa huyo Yesu kweli kweli ni malaika mkuu Mikaeli, na ikiwa kuna malaika mkuu mmoja tu peke yake tuone ndani ya Biblia. Tunaenda katika kitabu cha Danieli sura yake ya 10 mstari wa 13. Mimi naenda katika tafsiri ya Habari Njema ambayo inasema mkuu wa ufalme wa Persia. Hapa ni wakati ambapo Danieli anatakiwa kupewa majibu kuhusiana na maombi yake aliyoyafanya. Sasa kuna malaika ambaye alitakiwa kuja ili kuja kumpatia taarifa kwamba maombi yake yamesikilizwa. Mkuu wa ufalme wa Persia alinipinga kwa muda wa siku 21, lakini sikilizeni, lakini Mikaeli mmoja wa wakuu akaja kunisaidia, kwa hiyo nikamwacha huko pamoja na mkuu wa ufalme wa Persia. Kwa hiyo hapa wanawambia kwamba Mikaeli ni mmoja wa wakuu. Sio mimi ndio nimeandika, lakini ni Biblia hizo zenyewe ndizo zinaonyesha kwamba Mikaeli ni mmoja wa wakuu. Na wanaposema mmoja wa wakuu, ina maana kwamba yeye si mkuu tu, yaani kuna wakuu wengine, lakini yeye ni mmoja kati ya wakuu. Kiswahili nafikiri ni iko rahisi. Wengine wanasema imani haujui Kiswahili. Hata kama hii Kiswahili kwelikweli mtu anaweza akashindwa hata ukielewa kwelikweli. Hapa hauna haja ya kwenda labda chuo kikuu, labda ujue sana, aweza usome sana Kiswahili ili upate kuelewa haya. Ni Kiswahili ambacho kinaeleweka tu, hata kwa watoto wadogo wanaweza kami. Mimi narudilia kwanza kusoma. Mkuu wa ufalme wa Persia alinipinga kwa muda wa siku 21, lakini Mikaeli mmoja wa wakuu akaja kunisaidia, kwa hiyo nikamwacha huko pamoja na mkuu wa ufalme wa Persia. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna malaika wengine ambao ni wakuu kama yeye. Ndio maana wanasema kwamba ni mmoja wa wakuu, kwa sababu sio yeye peke yake, kwa sababu kuna wakuu wengine walio kama yeye, lakini yeye ni mmoja wao. Hicho ni Kiswahili ambacho kinaonekana. Kwa hiyo hapa tayari tumeshaanza kuona kwamba yani hakuna malaika mmoja ambaye ni mkuu, ni wengi, sio mmoja, na sio Mikaeli. Hapana. Ikiwa Mikaeli anaweza kuwa mkuu wa malaika, lakini sio yeye peke yake, bali ni mmoja wa wakuu, ni mmoja wa wakuu wa malaika. Hapa nafikiri tuko sambamba. Sasa kwa nini sasa kuleta fundisho kwamba Mikaeli ndiye malaika mkuu wa malaika wote? Kwa nini? Na wakati tumesoma hapa kwamba yeye ni mmoja kati ya wakuu. Kitabu cha Danieli sura yake 12 mstari wa kwanza inasema, wakati huo Mikaeli, msikilize, malaika mkuu aliye mlinzi wa watu wako atatokea. Hapa tena mambo yamebadilika. Yaani hapa juu tulikuwa tu kwenye sura ya 10 ambapo inaongelea kwamba Mikaeli ni mmoja wa wakuu, lakini mnaposhuka tu kwenye sura ya 12 mstari wa kwanza wanasema kwamba Mikaeli yeye ni malaika mkuu. Yaani tena sio mmoja wa wakuu, ameshakuwa ni mkuu. Tayari tunakuja kuona kwamba kuna mkanganyiko kati ya maandiko moja kwa moja, kwa sababu wanaposema kwamba Mikaeli hapa kwamba ni malaika mkuu, na kulingana na mashahidi wa Yehova wanaposema hivyo kwamba Yesu ni malaika Mikaeli, kwa sababu kuna malaika mkuu mmoja tu, ndivyo anavyosema. Na ndio maana huyu anayetakiwa kuwa
malaika mkuu atakuwa tu ni Yesu. Ndivyo wanavyosema wao. Mnaona? Na hapa tayari tumeshaanza kuona mkanganyiko ambao uko ndani ya Biblia, kwa sababu kuna tofauti kati ya kusema kwamba wewe ni huyu ndio mkuu wa majeshi na huyu ni mmoja wa wakuu wa majeshi. Ni viswahili ambavyo ni viwili, viko tofauti. Ina maana kwamba ikiwa huyu ni mkuu wa majeshi, yaani ni yeye, juu yake hakuna, yeye ni yeye. Lakini wanasema kwamba huyu ni mmoja wa wakuu wa majeshi, ina maana kwanza inaweza ikawa hata wana wako ni watu wawili, wakuu wawili, za watatu, za wanne, watano, za sita, za 10 ambao wamewekwa kuongoza. Hivi ndivyo watu wanatakiwa kuelewa Kiswahili. Sio kigumu kuelewa, ni rahisi kuelewa ikiwa mtu anapenda kuelewa. Sasa kwenye kitabu cha Yoshua sura yake ya 5 mstari wa 13 hadi 14 inasema, siku moja Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, ghafla aliona mtu mmoja amesimama mbele yake na upanga uliofutwa mkononi mwake. Yoshua akamwendea akamuuliza, je, wewe ni wetu au ni wa adui zetu? Naye akamjibu, wala wenu wala wa adui zenu, ila mimi ni kamanda wa jeshi la Mwenyezi Mungu na sasa nimewasili. Yoshua akainama chini akasujudu, kisha akamuuliza, Bwana wangu, mimi mtumishi wako unataka nifanye nini? Mnaona? Kwa hiyo hapa hawajasema kwamba kamanda huyu anayeita kwamba yeye ni kamanda huyo wa majeshi la Mwenyezi Mungu, hajasema kwamba yeye ni Mikaeli mmoja. Hapana. Hajasema kwamba yeye ni malaika mkuu Mikaeli. Hapana, haijasemekana, na sio ushuhuda wake huo hata kidogo. Yeye anasema tu kwamba yeye ni kamanda wa jeshi la Mwenyezi Mungu, lakini hajasema kwamba yeye ni Mikaeli. Hapana. Kwa hiyo tayari tumeshaona kuna mkanganyiko, maana kitabu cha Danieli tumeona kwamba sura yake ya 12 mstari wa kwanza imeeleza kwamba Mikaeli ni mkuu wa malaika. Unasikia? Ni mkuu wa malaika, yaani ni mkuu wa jeshi la Yahweh Yehova Elohim El Shaddai. Bali tena tumetoka kusoma hapa katika kitabu cha Yoshua sura yake ya 5 mstari wa 14, kuna mwanaume mwingine ambaye pia anasema yeye ni kamanda wa jeshi la Mwenyezi Mungu, yaani yeye ni mkuu. Mnaona? Sasa mtueleze ni nani? Ni malaika na ni malaika Mikaeli? Aidha huyu ambaye yuko hapo ambaye hajasema hata jina lake ndiye mkuu, aidha kamanda wa kikosi cha mbinguni. Kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza sura yake 4 mstari wa 16 inasema, maana patatolewa amri, sauti ya malaika mkuu, sauti ya tarumbeta ya Mungu, naye Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Ndipo wale waliokufa wakiwa wanamwamini Kristo watafufuliwa kwanza. Unasikia? Maana mashahidi wa Yehova wao wanasema kwamba Yesu atatumia sauti ya malaika mkuu ili kusema kwamba ni yeye Yesu ndiye malaika Mikaeli. Mnaona? Ndio maana tumesoma ile andiko. Lakini hapa hawajasema kwamba malaika mkuu huyo kwamba ni Yesu. Hapana, haijasemekana hivyo, haijaelezwa hivyo. Kwa hiyo Yesu si malaika mkuu, na pia malaika Mikaeli si malaika mkuu wa malaika wote. Hapana, ni wahusika wawili ambao wako tofauti. Tutaenda sasa kuwaonyesha vizuri, lakini kabla ya yote tunaenda katika kitabu cha Yuda sura yake ya kwanza mstari wa 9 inasema, hata Mikaeli malaika mkuu hakufanya hivyo. Katika ule ubishi kati yake na Ibilisi juu ya mwili wa Musa, Mikaeli hakuthubutu kumhukumu Ibilisi kwa matusi, ila alisema Bwana mwenyewe na akukaripie. Unaona? Kwa hiyo Mikaeli ni mkuu wa malaika kulingana na Yuda 1:6. Mikaeli ni mkuu wa malaika kwa sababu anaongoza malaika kwa mujibu wa Biblia, si ndio? Yaani unapokuwa kiongozi wa malaika, ina maana umekuwa malaika mkuu, kwa sababu una kikosi cha malaika ambacho unakiongoza. Yaani wewe ni malaika mkuu. Na ikiwa ni hivyo, tukubaliane nanyi pia mtakubali pamoja nami kwamba hata shetani pia naye anatakiwa kuitwa malaika mkuu. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake 12 mstari wa 7, tafsiri ya ulimwengu mpya ya mashahidi wa Yehova inasema namna gani? Hapa wanaongelea kuhusiana na nani? Na huyo ambaye watakayeita nafikiri kama Petro aweza Paulo. Tutaenda ni Paulo. Kwa sababu tu ya kupokea maono hayo ya ajabu,
ili nisijiinue mno, ili nisijiinue mno, nilipewa mwiba katika mwili, malaika wa shetani aendelee kunipiga kofi ili nisijiinue kupita kiasi. Unaona? Kwa hiyo hapa wanawaambia, ndani ya tafsiri zingine wanasema mjumbe wa shetani, lakini katika tafsiri hii ya Mashahidi wa Yehova hapa wanaongelea kwamba ni malaika wa shetani. Hata katika tafsiri zingine ni hivyo, ila kuna tafsiri zingine ambazo wameweka tu mjumbe wa shetani. Hapa wanawaambia kwamba malaika wa shetani aliendelea kumpiga nani? Paulo makofi ili asije kujinua kupita kiasi. Kwa hiyo ikiwa shetani naye pia ana malaika wake, ina maana kwamba naye pia ni malaika mkuu. Tutakubaliana hivyo kwamba yeye naye pia ni malaika mkuu, aidha mkuu wa malaika, kwa sababu yeye pia ana malaika zake. Ufunuo sura yake ya 12 mstari wa 7 inasema, kisha kukazuka vita mbinguni, Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka, nalo likawashambulia pamoja na malaika wake. Kwa hiyo malaika ya Mikaeli alikuwa na malaika zake, lakini pia shetani mlima bobea ambaye wanamwashiria hapa kama hiyo joka, naye pia alikuwa na malaika zake. Kwa hiyo Mikaeli yeye ni malaika mkuu kwa sababu anaongoza malaika. Kwa hiyo muite shetani pia ni malaika mkuu kwa sababu naye pia anaongoza malaika zake. Sasa ikiwa tutakubali tu kwa muda mfupi tu kwamba kuna malaika mkuu mmoja tu ambaye ni Mikaeli, na kwamba Mikaeli kwamba ni Yesu mwenyewe, basi sisi tutaenda kuonyesha kwamba kuna malaika aliye na nguvu sana kuliko hata malaika Mikaeli ndani ya Biblia za kisasa, na hajaitwa kwamba ni malaika mkuu, ila tutaenda kuonyesha kwamba yeye ana nguvu kuliko hata malaika Mikaeli. Na ikiwa mnasema kwamba malaika Mikaeli ndiye Yesu, ina maana kwamba huyu Yesu wenu anashindwa hata nguvu na huyu malaika ambaye tutaenda kumwongelea hapa, ambaye tutamwona katika kitabu cha Ufunuo. Kabla ya kuenda huko, tumesoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 kwamba Mikaeli alipambana na joka ambaye ni shetani mlima bobesi. Ndio, ingawa Mikaeli kweli kweli na malaika zake walishinda, lakini kulikuwa pambano kwanza, kwa sababu ili kwamba kuwe na pambano ina maana kwamba kuna ulinganisho wa nguvu. Walipambana kweli, malaika Mikaeli na kikosi cha walishinda. Hiyo ni kweli. Sasa tutaonyesha sasa malaika mwingine ambaye yeye si hata mkuu wa malaika kulingana na Biblia, ambaye ana nguvu zaidi kuliko hata yeye nani, kuliko hata malaika Mikaeli. Na ikiwa malaika Mikaeli ndiye Yesu, yani hapo mna tatizo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 1 hadi 2 nasema, kisha nikamwona malaika mmoja anashuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Ina maana kwamba alikuwa na mnyororo mkononi, alikuwa na ufunguo pia wa kuzimu, mnyororo anao mkononi mwake. Akalikamata lile joka, nyoka wa kale, yaani Ibilisi au Shetani, akalifunga kwa muda wa miaka 1000. Mnasikia? Yaani huko kwanza yuko busy na mnyororo, lakini mkono mwingine akamshika Shetani na kumfunga. Hapa haijaambiwa kwamba walipambana na Shetani, no. Tuliona kwa Mikaeli walipambana, vita vilizuka kabisa mbinguni huko, wakapambana kabisa, lakini mwishowe Mikaeli na kikosi chake wakashinda Shetani mliongobe. Ila huyu malaika ambaye anashuka hapa, yeye hakuna mjadala, yaani hakuna mapambano, no, kwa sababu hakuna pambano kati yake na Shetani mliongobe, maana yeye ni zaidi, ana nguvu kuliko Shetani. Hakuna kupambana, yaani yeye ni kufika, ni kumshika tu na kumfunga na kumweka pale miaka 1000. Huyu tayari anaonyesha kwamba kuwa na nguvu zaidi kuliko malaika Mikaeli. Sasa kwa hiyo huyu, ikiwa huyo malaika Mikaeli ndio Yesu, huyu malaika wa Ufunuo 20 anashinda huyu Yesu wenu nguvu, kwa sababu Yesu wenu alipambana kwanza na Shetani.
Baadaye sasa ndio wakafanya nini, lakini huyu hakuna hata swala la kupambana, ni kuchukua na kufunga tu, hakuna lolote. Ndio maana nyinyi mashahidi wa Yehova muanguze hizo takataka zenu, unguzeni, unguzeni hivyo vitabu vyenu, vinaweza ikawapeleka sehemu ambayo si nzuri. Ndio maana tunaingia sasa ndani ya Kala Tandimsi, kitabu cha maajabu, ambapo tutaenda katika vipengele mbalimbali, kwa sababu yote niliyokuwa nimeanza kuongea ilikuwa ni utangulizi. Sasa tunaingia katika gogwa lenyewe la mafundisho. Kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana na ufunuo wa uwepo malaika wakuu wengi. Kwa hiyo tutaenda kuwafunulia kwamba kuna malaika wakuu wengi, kuna malaika wakuu wengi. Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 105 hadi 106 inasema, niliona jinsi vilio vya malalamiko ya roho za walioanzishwa vilipanda pamoja na bamululuma bakombweji, yani malaika walinzi, hadi kwa Mutatedi ambaye alipokea, kuna mabano, yani kuunga mkono, kurejesha malalamiko yao. Hapa ni wakati kabla ya gharika. Mabaya tayari, rangi zingine zimeingia. Mseto wa ajabu umeingia katika bara letu kipenzi, lakini mgawanyiko wa bara ulikuwa bado hujatendeka. Sasa usumbufu, mambo mabaya yaliyokuwa yakijidhihirisha katika bara letu, wale watu waliokuwa wakitembea kulingana na neno la lugha walikuwa wanakerwa, walikuwa wanaumizwa, walikuwa wanaumia kuhusiana na matendo maovu ambayo yalikuwa yakitendeka juu ya nchi. Kwa hiyo walilia kulingana na roho, na kweli vilio vyao vikapanda hadi kwa Mutateti, na havikupanda hivyo, yani ni malaika walinzi wa hao walioanzishwa ndio waliopeleka hayo maombi hadi kwa Mutateti. Mutatedi alikuwa, kuna mabano, alikusanya, alikuwa na huruma, kuna mabano, rehema, na kuhutubia kundi la Basangwatumba, malaika wakuu. Unaona, kwa hiyo ni kundi, kuna kundi la Basangwatumba. Basangwatumba ndiyo mtakao tafsiri kwa jina la malaika wakuu, ndio Basangwatumba, ili kuonyesha kwamba hakuna malaika mmoja ambaye ni malaika mkuu, no, yani ni wengi. Sasa yeye atawaambia, Mutatiri atawaambia hao malaika wakuu kwenda kuwaona bamululu mabungulane, malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu, ili kuambia kwa maneno haya. Kuna nukta mbili, hatutaongelea kuhusiana na nini ambacho walienda kuambia, lakini ilikuwa ni katika kitendo kile walichokitenda au malaika wa daraja la tatu, utaratibu wa tatu. Wao walienda kutembea na wanyama, demoni zikazaliwa, wakatembea na wanawake, rangi zingine zikatokea. Kwa hiyo kitendo hicho cha kufanya huu mseto na mambo mengine, kwa hiyo kutakuja adhabu ambayo itatokea, na kama hiyo adhabu itatokea, kwanza itatokea na kwao wenyewe, lakini pia hata kwa wazao wao ambao ni demon. Na ni wakati huo sasa ndio huu utaratibu ambao unafanyika hapa wa kuangamiza miili yote ya kimwili ya demons. Ndio wakati huu, ilikuwa ni kabla tu, muda mfupi kabla ya gharika. Kwa hiyo demon miili yao iliangamizwa yote, ndio maana zikabaki tu roho kama gizi zilizokuwa tangu kabla ya kuangamizwa miili, roho chafu tu. Unaona ndugu zangu, kwa hiyo hapa tunaona kwamba ni Basangwatumba, yani malaika wakuu ni wengi, sio mmoja. Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 353 hadi 354 inasema, Dibangane na Biedi. Dibangane na Biedi ni roho hizi mbili ambazo zilimwanzisha Dubise, ambaye wataita Enoko, yani zilimpeleka katika uhalisia mbalimbali wa kiroho na kumwonyesha mambo mengi na kumwanzisha. Sasa mmoja anaitwa Dibangane na mwingine anaitwa Biedi. Dibangane na Biedi walinisafirisha upya katika uhalisia usioelezeka, kuna mabano, usiofikirika, usioweza kusemwa, tunafunga mabano, ambapo nilikuwa nimemwona Mutatedi. Mutatedi ndiye roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Lakini wakati huu nilimwona Mutatedi amesimama pamoja naye umati wa Basangwatumba, yani malaika wakuu waking'aa. Unaona, kwa hiyo tayari Dubise anasema kwamba Mutatedi alimwona Mutatedi, lakini
alikuwa karibu, yani karibu yake kulikuwa malaika wakuu wa Basangwa Tumba wengi waliokuwa pamoja naye. Mnaona eh? Na walikuwa wanang'aa. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza, ili kuonyesha kwamba hakuna malaika mkuu mmoja tu. Hapana, ni wengi ambao wanaitwa Basangwa Tumba. Kama ni mmoja ni Sangwa Tumba, lakini ni Basangwa Tumba kama ni wengi. Kipengele cha pili, jamii na maelezo ya malaika wakuu, yani Basangwa Tumba. Tutaenda kuonyesha ni jamii gani na namna walivyo, maelezo yao. Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza sura 137 hadi 142 nasema, niliona Basangwa Tumba 7 wenye nguvu wakija, na kila mmoja wao alikuwa na chombo chake cha kuangamiza, kuna mabano, kusambaratisha. Yani wanaambia kwamba ni wakati sasa Dubise anaona Basangwa Tumba ambao ni malaika wakuu hao, aliona 7 kati yao, sio wote, 7 ambao waliokuja ndio walioangamiza miili ya kimwili na nafsi za demon zote. Mnaona uweza wa hali ya juu ambao hao Basangwa Tumba wanao wa hatari, na demon ni umati, ni wengi kuliko hata watu, hata katika kipindi hichi. Ikiwa mnahesabia sijui dunia ina miliati na mamiliati ya watu, demon ni nyingi kuliko watu. Aha, mnatakiwa kuelewa hili. Na wanadamu, jumuisha watu na wanadamu wote, demon ni nyingi kuliko. Sasa watangamizwa, kutatokea tu Basangwa Tumba 7 ndio watakaokamilisha hiyo shughuli. Alafu anasema Basangwa Tumba, yani malaika wakuu wote ni wa jamii nyeusi. Kwa hiyo Mikaeli wanayechora akiwa kwamba ni mzungu, huu ni wizi. Yes, yani huo ni wizi, ni unyakuzi. Wamenyakua kitu ambacho si cha kwao na kwenda kupatika kwamba alikuwa mzungu, hata kidogo. Maana tunasema kwamba mambo ya kiroho ni swala la rangi. Ina maana kwamba roho zote ni za kiroho, yani ni weusi. Kumrasi, roho zote za gizo kuu la vitu, wao ni weusi. Ndio maana mambo ya kiroho ni swala la rangi, ndio maana yake. Na sisi watu weusi tulio hapa, sisi ni kopi ya viumbe vya kiroho kaka zetu. Na ndio maana ikiwa Biblia za kisasa zinasema kwamba Mungu, kwamba mtu wa kwanza, sisi tunawaambia, na ni kweli, alikuwa ni mweusi. Hata wanasayansi nao pia wanahakikisha na wanathibitisha hilo kwamba kweli mtu wa kwanza alikuwa mweusi, ingawa wanaweza wakamchora kwamba alikuwa makako, chimpanze, bonobo, sokwe. No, hiyo ni kupenda sasa kuzalilisha tu na kuficha historia. Lakini nao pia wanakubali kwamba mtu wa kwanza alikuwa ni mweusi katika bara letu, kwa sababu maisha yameanza wapi? Katika bara la Afrika. Inakuwa namna gani wanabibilia wanakuja kumchora huyu mtu wa kwanza kwamba ataitwa Adamu, kwamba alikuwa ni mzungu? Namna gani? Wote ni uongo. Sasa ikiwa mtu wa kwanza alikuwa ni mweusi, naye Mungu akasema kwamba atamuumba mtu kwa mfano wake, kwa hiyo tukubali sote kwamba Mungu naye pia ni mweusi. Sisi tuko katika mambo ya kiroho, hatuko katika bla bla Mungu ameniambia. Basangwa Tumba, yani malaika wakuu wote ni wa jamii nyeusi, walikuwa na mionekano ya kuvutia na ya kutisha, na walipewa uwezo upitao ufahamu wote katika hali inayoonekana. Walikuwa wamevaa kitani na mkanda wa dhahabu safi viunoni mwao. Nyuso zao ziling'aa kama umeme, macho yao yalikuwa kama miali ya moto uwakao, mikono na miguu yao ilimeta kama shaba iliyoyeyushwa, na mlio wa sauti yao ulikuwa wa ajabu. Niliona pia kwamba mwonekano, kuna mabano, upande wa maangamizi wa kila Sangwa Tumba, yani malaika mkuu, ulikuwa kama makaa ya moto uwakao. Kilikuwa kama mwonekano wa mienge unaowaka, na moto wa ufahamu uliwazunguka. Kwa hiyo ndio maana kuna historia ya Tindi ambayo wataita Yakobo. Wakati fulani alienda kwa mjomba wake, huko alipata maisha magumu sana, ambapo mjomba wake alifanya mambo ambayo hakutarajia yeye kufanya, hadi akatoka huko
na wake wawili, kitendo ambacho si kizuri. Kweli ni kitu ambacho sio kizuri. Na alipokuwa njiani, wakafika sehemu ambapo akajituliza, akaanza kutafakari. Alafu atasema kwamba kuna mtu aliona mwanaume ambaye amevaa kitani ambaye alimjia, na wakati alipomjia, ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba alipambana na huyo mwanaume, alipigana na malaika ili kwamba malaika apate kufanya nini? Apate kumbariki, na kwamba sijui aliacha anamgusa kwenye kiuno, mambo kama hayo. Namna gani wewe mtu wa nyama utaenda kupambana na malaika? Utaanza namna gani? Lakini hapa tunaenda katika kitabu cha Tindi ambayo tuta Yakobo sura ya kwanza mstari wa 82 hadi 85, nasema nilipogeuka, ndipo anaendelea kuelezea, nilimwona mtu mweusi wa ajabu mwenye nywele zilizojikunja. Alikuwa sangwa tumba, yani malaika mkuu, na wakati huo huo weya, yani serafi. Yani wanakuambia kwamba kuna aina kategoria ya malaika wakuu ambao ni malaika mkuu, yani mkuu wa malaika ambao watasema archange mkifaransa, lakini pia ni sherafi, yani ni weya, lakini ni sangwa tumba, yani sangwa tumba tena weya, yani malaika mkuu, lakini tena katika aina nyingine ya weya ya serafi. Alijulikana kwa jina la Jukeya la Bejedi. Jukeya la Bejedi, yani msaidizi wa kiti cha enzi, na alikuwa na mabawa 6 yaliyonyooshwa pande zote na ndani, na alikuwa miongoni mwa basangwa tumba ambao Dubise alikuwa amewaona. Kwa hiyo huyu ambaye alimjia Tindi, ambaye Tindi alipata kuona, naye pia Dubise aliwahi kumwona kati ya hao basangwa tumba ambao aliowaona waliokuwa pamoja na Mutatidi. Sijui kama unaelewa gisi tulivyosoma pale. Alikuwa amevaa kitani, kuna mabano, lakini niliona macho yake yote kupitia vazi lake la kitani, kuna mkato kuwama, tunafunga mabano. Maana yake ni nini? Kwa sababu mashirafi wana macho pande zote, yani wana macho mwili mzima. Sasa alikuwa amevaa kitani. Sasa mtajiuliza, ikiwa alikuwa amevaa kitani, macho yake atayaona namna gani? Lakini wanakuambia ni kupitia hilo vazi anaona macho ya serafi. Hii ni karata ndimsia, ili kuonyesha kila kitu namna kilivyokuwa. Na mkanda wa dhahabu safi kiunoni mwake. Macho yake yaling'aa kama moto uwakao. Alishikilia upanga unaowaka katika mkono wake wa kulia. Hicho kilikuwa ni kipengele cha pili. Kipengele cha tatu, baadhi ya majina ya malaika wakuu ambao wanaita malaika mkuu, kwa sababu anayejulikana sana utakuta ni huyu Mikaeli. Sasa tutaenda kuonyesha na kuambia majina mengine ya malaika wakuu. Kitabu cha Dubise sura ya kwanza mstari wa 355 hadi hadi 360. Miongoni mwa basangwa tumba, yani malaika wakuu, nilimtambua sangwa tumba kama ni mmoja. Sangwa tumba, yani malaika mkuu mmoja huyo, mwenye nguvu na wakutisha, anayejulikana kwa jina la Munganga. Anayejulikana kwa jina la Munganga. Munganga katika baadhi ya makabila ya watu weusi wa Afrika ni mponyaji, yani ni mganga, ni daktari. Lakini naposema mganga, sio kwamba ni waganga wa kienyeji ambao wanafanya mambo yao ya ajabu ya kichawi na kusema kwamba wanaita mizimu. No, hapana. Sasa mimi nakumbuka hata wakati tulipokuwa bado wadogo, baba yangu kwa sababu naye pia alikuwa daktari, alikuwa anaitwa mganga. Anaenda kwa munganga, ndivyo alivyokuwa wakimuita munganga. Unaona? Kwa hiyo sio tu hapo, hata kuna wengine katika sehemu zingine mganga anajulikana kwamba ni mtu ambaye anatibu. Tuachane kwanza na mambo ya kichawi nyuma, lakini kikawaida kabisa jina hili linaita ni mtu ambaye ni mponyaji, tuseme. Yaani mganga ni mponyaji, ni mtu anayetibu, anayeponya. Ila ndio mnatakiwa. Sasa unaambiwa kwamba yani mganga ni mmoja kati ya basangwa tumba.
Yeye yuko hapo katika lengo hilo la uponyaji. Ah, pia nilimtambua, huyo alikuwa wa kwanza ambaye alimtambua, na majina tunayataja. Pia nilimtambua Sangwatumba, hodari na wakutisha, anayejulikana kwa jina la Mene. Mene ndiye watakayeita malaika Mikaeli, ndiye jina lake Mene. Kwa hiyo Mene, hilo jina ni la kibandia tu, waliliunda tu, lakini jina lake halisi ni Mene. Hmm. Na Mene mnajua maana yake? Mene maana yake ni kupima, yaani ni kupima. Ndio maana shetani mlima bube, ili kwamba mnajua kwa nini alitakiwa kupambana na Mene. Sio kwamba Mene njoo malaika mkuu kuliko wengine wote, no, kwa sababu jina lake ni kupenda kupima, kwa sababu yeye anapenda kuwa na nguvu. Yeye kwamba tupime sasa, tuangalie kama una nguvu. Anapewa Mene ambaye atamwonyesha kwamba no, bado haujafikia, unaona. Ikiwa ni pamoja na Basangwa Tumba wenye nguvu na wakutisha Sunga, ambaye wataita Rafaeli, ambaye daima ni malaika mkuu munganga. Katika moja ya vipengele vyake kuna mkato. Maana yake ni nini? Yaani huyu tuliyeona kwamba ni munganga ndiye tena Sunga, yaani Sunga tena ndiyo munganga, ni mmoja tu, lakini katika udhihirisho mmoja anakuja kama munganga na udhihirisho mwingine ni Sunga. Lakini ni roho mmoja tu, huyu ni Sangwatumba, ni malaika mkuu, ni mmoja kati ya malaika wakuu ambaye ni Sunga, ambaye wataita kwamba ni Sunga, wanaita Rafael, ndiye tena munganga. Alafu akaona na Benengudi ambaye wataita Gabriel na Mwaye ambaye wataita Uriel. Basangwa Tumba walikuwa na mionekano ya kuvutia na ya kutisha kama vile Mutatedi mwenyewe. Na tazama, Dibangane na Dieji wakanipeleka katikati yao. Kwa hiyo wakamleta Dubise katikati yao, Basangwa Tumba ambao wametaja hapo. Hapokuwa pale, hata kama uko kiroho, ni nini kitatokea katikati yao? Nilistaajabu, ni kawaida Dubise, nikastaajabu na kuogopa, hiyo inaeleweka. Lakini Mutatedi alinituliza na kusema, Dubise mwanaume mpendwa, usiogope, usibwa bongo. Kipengele cha 4 eza cha 3 eza cha 4, kuingilia kati kwa malaika wakuu. Yaani ni wakati gani sasa Basangwa Tumba wanaingia sasa katika kusaidia taifa, kusaidia watu wako katika matatizo. Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 152 hadi 156 nasema, kwa hiyo nilitoka kwenye uhalisia huu wa ajabu sana, kisha nikaona Basangwa Tumba wakijisafirisha katika wakati uliopita ambao ni muda wa sasa wa wale wa hali inayoonekana. Maana yake ni nini? Ndio maana muangalie vizuri kwamba dini zote, imani zote ambazo zipo katika dunia hii, nje na huu ukweli ambao umeletwa na mzaliwa wa pili, yaani miungu yao yote imo katika nyakati, imo katika majira ya wanadamu. Mwelewe vizuri. Maana ikiwa ni Jumatatu leo, na Mungu huyu huyu wa dini aweza wa imani hizo pia yumo katika Jumatatu. Hivi mnaelewa? Yaani muumini wake ikiwa tuseme kwa mfano akitenda kosa muda huo, ni hapo Mungu moja kwa moja ataona hilo kosa la huyu muumini wake alilolitenda. Kwa hiyo inapokuwa Jumatatu, na kwa Mungu naye pia hivyo hivyo yupo katika Jumatatu, kwa sababu yuko katika muda wa viumbe vyake. Ila mnaambiwa kwamba roho hizi zaagizwa kula vitu. Haya yote ninayoyafanya hapa kwa siku ya leo, aidha hizi video, wewe wakati unatazama hapa, haya yote yameshapita, kwa sababu wao wameshaona hivyo vyote. Vyote hivi vyote vimeshapita. Ndio maana hakuna swala gizi wanavyosema kwamba anaenda ni bahati. Hakuna swala la bahati nzuri aweza bahati mbaya, hilo halipo, haikuagi. Kila kitu kimeshamalizika, kinajulikana.
Kutoka hapo walipiga kiroho kupitia hali inayoonekana kwa kasi ipitayo ile ya mwanga, na vilio vya maombolezo, yaani mateso, maumivu, ukiwa, maombolezo ndio nani, uchungu, hofu na woga vilisikika. Ni hapo ndipo sasa Basangwa Tumba wanakuja sasa kuangamiza hizo demon, miili yao ya kimwili na nafsi. Wakati huo huo nilimwona shetani mudima bobera mbaya na abamu luluma bungulane, malaika walioanguka wote wa utaratibu tofauti, kwa sababu kuna daraja tofauti tofauti, utaratibu wa kwanza, wa pili hadi watatu, wataratibu tofauti, wakishikwa na kutetemeka na hofu ya nguvu ya ajabu ya kuangamiza ya Basangwa Tumba. Wakati walipokuja Basangwa Tumba, wanakuja sasa kutoa hiyo adhabu zidi ya demons. Na hata pia wakati ambapo malaika hao walioanguka wa daraja la tatu walipofungwa kwa sababu ya kitendo walichokuja kukifanya cha mseto wa hali ya juu wa kuleta aina za demon na rangi zingine, hao malaika hadi muda huu ambao tunazungumza, kwa ufahamu wetu sisi, tayari bado wamefungwa. Kwa hiyo hicho walikiona. Basangwa Tumba walifanya kimwili miili ya demon za jamii zote kutoweka hadi miili yao inayoonekana ilipoangamizwa kabisa. Wumse, kaka zake, dada zake na wale wote, kuna mabano, walioanzishwa na sehemu kubwa ya wanyama wanaoheshimu benda eyala, yaani sheria ya neno, walifurahi kwa sababu ya adhabu ya haki ambayo Basangwa Tumba walitekeleza. Ni kwa sababu ni wao ndio waliomba, waliona kwamba mabaya yamezidi zaidi sana, na kweli wakalia, na Mutatili akasikiliza, akatuma baadhi, akawaambia kaka zake wengine, Basangwa Tumba, endeni kuwasaidia hao watu wetu, wadogo zetu. Ndio maana kitabu cha Tobit ambayo ni Sangwa Bwami sura yake ya 18 mstari wa 13 hadi 15 inasema, basi fahamu hili, ulipoomba Sangwa Bwami na uonje akaomba upande wake, ni mimi niliyepokea maombi yenu. Hey, ni mimi niliyepokea maombi yenu. Tuliona matendo yako ulipozika wafu. Hii ndiyo sababu pia nilijidhihirisha, kuna mabano, katika wakati uliopita ambao ni wakati wako wa sasa, tunafunga mabano, ili kukuponya wewe pamoja na uonje binti mkwe wako, kwa sababu Sangwa Bwami ambaye wataita Tobit muda huu alikuwa na upofu, kwa sababu kuna ndege ambazo alifungua macho kumbe kuna ndege ambazo zilikuwa zimetoboa kwenye kuta, alafu zikatoa kinyesi zikaingia ndani ya macho yake, pum, jicho ikawa, kwa sababu kulikuwa mlango ambao alikuwa ameufungua, lakini akawa kipofu. Au kadiri alipokuwa akipata matibabu, kadiri jicho, yani namna ya uwezo wa kuona ukaendelea tena kuwa finyu sana. Hayo yote yaliteteka. Sasa wakati huo sasa akaanza kuomba maombi. Sasa hapa ataambiwa kwamba hayo maombi hayo uliyoyaomba, na mkwe wako, binti mkwe wako ambaye atakuwa binti mkwe wako, naye pia alikuwa na matatizo, kwa sababu waume zake waliokuwa wakimuoa, wanapoenda kwenye chumba cha ndoa ili wajuane, mume anafariki kwa sababu kuna demon ambayo ilikuwa inaambatana na huyo mwanamke. Ilikuwa na wivu, haikuwa nataka huyo mwanamke awe na mume. Kwa hiyo wanaume walifariki kila mara hivi. Sasa ndio maana maombi ya binti huyo ambaye atakuwa mkwe wake, na yeye Sangwa Bwami, kuhusiana na matatizo ya macho yake, maombi yao ni huyu ambaye tunaenda kusoma hapa ndiye aliyoyapokea, na ndio maana sasa akaja ili aje kuwasaidia. Hii ndiyo sababu pia nilijidhihirisha katika wakati uliopita ambao ni wakati wako wa sasa, ili kukuponya wewe pamoja na uonje binti mkwe wako. Mimi ni munganga. Hailoba, mimi ni munganga, mmoja kati ya Basangwa Tumba, yaani mmoja kati ya malaika wakuu. Kwa hiyo munganga, kama ngisi nilivyowaambia, inamaanisha ni mponyaji, yani anayeponya, yani amekuja kwa ajili ya kuwaponya wale ambao walikuwa ni wagonjwa, waliomba kwa imani, waliomba kwa sababu walikuwa wanapenda neno la lugha, wanatimiza sheria, lakini wanapokuwa wagonjwa wanalia, wanaomba
na msaada unakuja moja kwa moja. Ndio maana kitabu cha Isombe sura yake 41 mstari wa 27, hapa kile ambacho tunaenda kusoma, yaani waliliandika pia katika kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 16. Waliongelea kuhusiana na sauti malaika atapiga sauti, tulisoma, lakini uhalisia wa yale ambayo ilitendeka ni hapa ambapo tunaenda kusoma. Inasema kwa ishara inayotolewa na sauti ya watatu, kuna mabano, yani roho, nafsi na mwili. Kwa nini tunafunga mabano? Kwa sababu sauti inapopigwa, inapotolewa ya tarumbeta, yani itawakilisha miili mitatu. Yani tuseme hao basangwa tumba, aidha tuseme hao watakao au basangwa tumba watakaopiga hizo tarumbeta watatu, mmoja atawakilisha roho, mwingine atawakilisha nafsi na mwingine atawakilisha mwili wa watu, yaani miili mitatu ya mtu wa hali inayoonekana. Kisha ishara itatolewa na sauti ya watatu, yani roho, nafsi na mwili, basangwa tumba, yani malaika wakuu, na wakati mmoja wa walinzi wenye nguvu atakapopiga kiroho katika baragumu ya ajabu, kuna mabano, kupitia museba longe, yani tarumbeta hai, jokisa kumrasi, na wapili katika uzirisho wao katika agizo kuu la vitu, watatokea katika hali isiyoonekana baada ya utimilifu mkuu, pamoja na roho zao takatifu na wale wanaojulikana waliofariki kimwili na hapana kiroho katika imani la ukweli, tangu wakati unaoonekana wa Jokisabe watafufuka kwanza. Tangu kuanzia wakati unaoonekana wa Jokisabe, wakati Jokisabe yuko pale, hao ndio wataanza kufufuka. Na mtaniuliza kwa nini, lakini jibu sitalitoa hapa hata kidogo. Oh, luba Mungu ameniambia. Mungu amekwambia kitu gani ndugu yangu? Tulidanganywa. Tukubali tu matokeo, tulidanganywa. Tusiwe na aibu, tunaweza tukafariki vibaya. Utakufa na aibu kwa sababu unaona kwamba watu wamekuamini kwamba wewe ni wa ukweli. Sasa nikiwaambia hivi nitaonekana nimefanya nini? Sote tulidanganywa. Uwe kama Paulo. Si Paulo alikuwa Sauli? Si alifikiri kwamba yuko sahihi, lakini alipojua ukweli aliongea ukweli. Waliopinga walipinga, lakini matokeo yake alifanya vizuri hadi akamaliza safari yake vizuri. Sasa wewe ni nani? Kwa nini yani mtu tu ndio utahisi aibu? Anaweza akaniona mimi, wataniona mimi. Wao ni akina nani? Wao ndio wana maisha yako, wao ndio walio nayo eh? Maisha yako wao ndio walio nayo. Maisha yako wa kuogopewa ni yule ambaye ana uwezo wa kuondoa maisha yako, hivyo tu. Kwa hiyo ni muda tu wa kurejea nyumbani. Ukweli uko hapa. Tusiweke ujanja, labda tunajua kuongea. Hakuna masuala ya kuongea. Sote tuliibisha sana wakati wa zamani huko. Tulifikiri kwamba tulikuwa katika ukweli. Dini tulikuwa tunabebana, nyinyi hamko katika ukweli, nyinyi mmefariki kabisa, mtaenda kuungua. Tuliongea mambo ya ajabu wakati tulipokuwa katika ujinga huo, lakini tulikuwa tunapoteza muda tu bure, mijadala ambayo hayana mbele ni nyuma. Kipengele cha 5 ni nani malaika Mikaeli. Ndio nani yenyewe, ndio tema kabisa yenyewe. Kitabu cha Wumse sura yake ya kwanza mstari wa 123 hadi 126 nasema, muda fulani baadaye Mene alijizirisha katika hali inayoonekana kumchukua Kinyebwam ili kumweka na kumchunga kwa muda unaojulikana na roho za agizo kula vitu katika monda mamunyenge, yani bustani ya Edeni, ya hali isiyoonekana, ya hali inayoonekana, yani astrali. Maana yake ni nini? Ni wakati ambapo Kinyebwam ambaye wataita Melkishedeki alizaliwa kimiujiza. Alikuwa na mama lakini hakuwa na baba wa kimwili. Hapana. Alizaliwa kwa namna ya ajabu. Wakati alipozaliwa mama yake kwanza alifariki kwanza na ujauzito, na mtoto akatoka mwenyewe tumboni. Hayo yote tunajua. Akaanza kumtukuza Luba, anaanza kuongea mtoto moja kwa moja. Alikuwa mtoto wa ajabu kwa namna nyingine, na kuna sababu kwa nini mama yake alifariki. Kwa nini mama yake alifariki? Hilo nalo pia siwezi nikaliweka hapa, siwezi nikaliongelea hapa. Sasa
Mene ambaye ni mmoja kati ya malaika wakuu ambaye wataita Mikaeli atakuja ili kumchukua mtoto na kumpeleka katika ulimwengu wa nafsi, kwa sababu mwili wake wa huyo mtoto ulikuwa tofauti na miili mingine ya watu wengine kawaida. Kwanza hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo ataenda kumpeleka, na ni yeye ndiye atakayemwanzisha katika bustani ya Edeni, atamwanzisha mambo yote. Kwa hiyo ni kupenda kutoka akiwa mtoto, yani akapelekwa akakaa humo hadi akawa mtu mzima, yani hakuishi maisha yake, hayakuwa katika ulimwengu huu unaweza ukamwona pana. Mnaelewa? Yani kinyebu ambaye wataita nani, Melkisedeki. Ndio maana wanatafuta ikiwa yeye alikuwa mfalme wa Salemu, sasa lazima waone wapi zaidi sana ambapo alikuwa. Maana sehemu ambayo mtamsikia ni wale wakati ambao alikutana na sangu ambayo ataita Abrahamu, Abrahamu akampatia sijui wanasema nini, sehemu ya 10, mambo yote kama haya. Sehemu zingine hamwezi mkasikie, umjiulize kwa nini. Na ndio maana ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia, ndio maana wakachanganyikiwa, hawajui, wakasema Melkisedeki hana baba hana mama hana wazazi, hana mwanzo hana mwisho, yeye anafanana na mwana wa Mungu. Anafanana na mwana wa Mungu namna gani? Mwana wa Mungu wenu, mbona yeye ana mwanzo ana mwisho? Kwa hiyo kwa nini waliandika hivyo kuhusiana na Melkisedeki? Kwa sababu Melkisedeki hakukulia katika hali inayoonekana, ndio maana wakafichwa, wajui chochote kilicho, yani siri kuhusu Melkisedeki hawakuijua. No, wakaona tu ametokea tu. Sasa ametokea wapi? Hana baba hana mama, sasa huyo ametokea wapi? Aha, kwa sababu hilo lilifichwa kwao. Alichukuliwa piu akaingizwa katika bustani ya Edeni, pale ambapo moto alikuwa ni ulimwengu wa Asrai, akiwa mdogo, mtoto kabisa, bado amezaliwa, ingawa alikuwa tayari ameshaanza kuzungumza, na akapelekwa moja kwa moja. Yani watu walio wengi, hata wanifiri wengine wote hawakupata taarifa kuhusiana na huyu mtoto, kuhusiana na Melkisedeki, kuhusiana na Kinyebwa. Ndio maana akaingizwa, na ndio maana hata ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba hana mwanzo hana mwisho, kwa sababu hiyo historia ilifichwa kwao, hawakujua hata chochote. Hana baba hana mama, hana mwanzo hana mwisho. Sasa ikiwa hana mwanzo hana mwisho, anazidi Mungu wenu sasa. Kwa hiyo mumwabudu Melkisedeki kwa sababu yeye hana mwanzo hana mwisho, ila Mungu ana mwanzo hana mwisho, kwa sababu yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Lakini Melkisedeki hana mwanzo hana mwisho. Mwabudu nani Melkisedeki? Yeye ana nguvu kuliko hata Mungu wenu. N'importe quoi. Kuna mambo mengine yanachosha. Hmm. Kwa hiyo Mene alitokea, yeye anaonyesha namna gani naye pia anavyosaidia taifa, kwa sababu yuko hapo kusaidia taifa katika mambo kadhaa, mambo mbalimbali. Kwa maana wakati, kwa sababu nini amesema hapa, muda fulani baadaye Mene alijidhihirisha katika hali inayoonekana kumchukua Kinyebwam ili kumweka na kumchunga kwa muda unaojulikana na roho za gizo kula vitu katika monda nyingine bustani ya Edeni, ya hali isiyoonekana, ya hali inayoonekana ya asali. Kwa maana wakati tayari unakaribia ambapo uharibifu mkuu utaachiliwa juu ya dunia, kila kilichomo katika ardhi kitangamia isipokuwa idadi moja tu, na jamii ya Wehusi itarejeshwa kwa wakati unaojulikana. Na Mene akaharakisha kujidhihirisha, kuna mabano, katika wakati uliopita ambao ni wakati uliopo kwangu, katika hali inayoonekana kwa kusonga angani usiku. Mimi Wele nilikuwa nimelala fofofo kwenye kitanda changu wakati Mene aliponitokea, akaniambia nirudishie mtoto uliyekabidhiwa. Mimi Wele nilikuwa na wasiwasi, kisha nikajua kwamba alikuwa ni Mene ambaye alikuwa ametangazwa kwangu na Mutateji ambaye alikuwa amenitokea usiku katika ono. Ndio maana kitabu cha Wumse sura ya kwanza mstari wa 130 hadi 131 inasema, mimi Kinyebwam nilikuwa bado mtoto wakati Mene aliponichukua mikononi kwa mikono yake kumrazi usiku ule mbele ya Wele, na Mene aliniweka kwa muda unaojulikana na roho za gizo kula vitu katika mondaba mwenyenge, yani bustani ya Edeni, ya hali isiyoonekana, ya hali inayoonekana ulimwengu wa Astral. Ndipo Mene alinianzisha mimi Kinyebwami katika sayansi iliyokatazwa, na muda fulani baadaye nikawa mwanaume mweusi mwenye sura nzuri sana, mwenye nywele zilizojikunja. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa kuelewa hilo. Ndio maana hawakujua kuhusiana na huyo Melkisedeki. Karata Mukaisedi, kitabu cha siri cha nabii Daniel sura ya kwanza mstari wa 363 hadi 365 nasema, lakini roho zilizoanguka za utaratibu wa kwanza bamuluma bungulana, yani malaika walioanguka wanaolinda ufalme wa Jombelamu ndihi,
dhidi ya ushawishi wa wakuu walioanzishwa, walinipinga mimi kwa muda mfupi. Kwa hiyo mnasikia hapa, huu ndio uhalisia wa ile andiko la ule watakaita Danieli, ambapo malaika alikuja akamwambia kwamba alishikwa na mfalme wa Persi kwa muda wa siku 21. Hapa wanakuambia sio muda wa siku 21, bali ni muda mfupi tu, kwa sababu mambo ya kiroho hakuna siku. Katika ulimwengu wa kiroho utasema kwamba kuna siku moja, mbili, tatu, ya namna gani? Unaona? Kwa hiyo hao malaika walioanguka walikuwa ni umati tena wa daraja la kwanza, yani walikuwa umati ambao walikuwa pale katika lengo la kumzuia asije kwa nani. Muangalie pia nguvu ambazo alikuwa nazo huyu malaika. Angalieni nguvu alizokuwa nazo, ingawa kulikuwa kweli Mene alikuja tena na kumsaidia, lakini naye pia alipambana. Kisha Mene mwenye nguvu, ambaye wataita Mikaeli, mmoja kati ya malaika wakuu, mmoja wa wakuu wa juu, pia akaja kupigana nao. Nilimwacha kuadhibu hao bamulubabungulane, yani malaika walioanguka. Yeye aliwaacha akifanya hivyo, yeye akaja ili kumpatia Mkaisedi jibu lake. Galata dubise sura yake ya kwanza mstari wa 375 nasema, mtu aliyevaa kitani akaniambia tena, wakati huo atainuka Mene, mmoja wa wakuu, ambaye pia ni mtetezi wa watoto wa watu wanaojulikana, na itakuwa wakati wa dhiki ambayo haijakuwa kama hiyo mpaka wakati unaojulikana. Ndio maana kitabu cha Kudumanemula sura ya 17 mstari wa 2 wanawambia kuhusiana tu na Mene, naye pia alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa katika kipindi hicho. Wakati wa tohara ya mtoto, hapo ni Jokisabe anatairiwa, mutatedi na bamuluma mbalimbali, yani malaika, mabao yani Ofanimu, Benoni musangisedi yani Phoenix, Bebute mundi yani makerubi, pamoja na Sunga ambayo teta Rafaeli, Benengudi Gabrieli, Mene ambayo teta Mikaeli, na roho anayesimamia uzazi, na roho anayesimamia utangulizi katika hali inayoonekana, zilizunguka chumba tulichokuwa na mtoto. Unasikia? Yani hata Mene naye pia alikuwa pamoja, na ni wakati huo ambapo Jokisabe alitawazwa, aliwekwa wakfu. Ina maana kwamba huyo malaika pia Mikaeli alimtawaza Jokisabe ili kuonyesha kwamba Jokisabe sio Mene, Jokisabe si Mikaeli, hapana. Kudumanemula sura yake 18 mstari wa 15 nasema, wakati wa ujana wake wote pia mutatedi, Sunga, Benengudi, Mene na Mwaye walimwanzisha katika maarifa kubwa sana. Yaani Mene pia alimwanzisha Jokisabe akiwa bado mdogo. Sasa namna gani mtakuja kusema kwamba malaika Mikaeli tena yeye ndio Yesu? Haya ni mambo yenu. Walimwanzisha katika maarifa kubwa sana, maarifa yaliyokatazwa na katika siri ya mambo yaliyofichika, kiasi kwamba katika umri wa miaka 12 aliwachanganya viongozi wakuu wote wasioanzishwa. Kudumanemula sura ya 19 mstari wa 16 hadi 18 inasema, wakati huo mutatedi, Sunga, Benengudi, Mene na Mwaye walinamisha mbingu zinazoonekana na kushuka giza magamba, yani bahari ya awali, chini ya miguu yao. Kulikuwa na giza nene chini ya miguu yao, walishuka na kunizunguka. Baada ya hayo mutatedi alipiga kelele kwa sauti kuu, huyu, kuna mabano, katika mpango uliofunuliwa ni mmoja wa wawili, anayekuja moja kwa moja kutokana na Tite. Ndio hiyo ambayo mtasikia ndani ya Biblia za kisasa nasema kwamba Yesu alibatizwa, alafu sauti ikatoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. N'importe quoi, hamna taifa. Sasa sauti hiyo ni ya nani? Hatujui. Ni ya nani? Ya Mungu. Mungu nani? Mwema nasema Yesu ni Mungu, tena sauti yake imetoka juu namna gani na yuko pale. Yesu yeye anapokuwa katika mwili anaitwa Yesu, lakini anapokuwa mbinguni anaitwa Kristo. N'importe quoi, tuachie vurugu. Kitabu cha Biblia Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 inasema, kabla ya kuna mabano, kabla ya uumbaji wa hali inaonekana, na kulikuwa na vita katika mojawapo ya uhalisia wa ulimwengu wa kiroho. Mene ambayo wataita Mikaeli, mmoja kati ya malaika wakuu, na bamuluma wake, yani malaika, yani
walipigana dhidi ya nyoka dragon. Nasikia hapo. Kwa hiyo wanawambia kwamba vita vilivyotendeka huko kati ya shetani mlima Bobeli na kikosi chake na Mene ambayo wataita Mikaeli na kikosi chake, yaani ulimwengu wa hali nani, dunia ilikuwa bado haijahumbwa. Tofauti na Biblia za kisasa, wanapenda kuonyesha kwamba vita hivyo vilivyofanyika, dunia ilikuwa tayari imeshaumbwa. Ndio maana shetani alianguka katika dunia, alafu watu wakaambiwa kwamba ole kwenu nyinyi mulio duniani, mshitaki wenu ameanguka. Na dunia ilikuwa bado haijahumbwa. Ufunuo Debusedi 12:20, tuko ndani ya kanda tanjimsia. Kuna mabano kabla ya uumbaji wa hali inaonekana. Kisha akatupwa chini yule nyoka mkubwa dragon, yule nyoka wa zamani dragon, ambaye alifanywa kitu kimoja na shetani mlima Bobero mbaya, yeye ambaye alimdanganya mtu. Shetani mlima Bobero mbaya alikuwa amechukua mwonekano wa nyoka hili kuu dragon, na akatupwa nje ya uwepo wa roho teule na bamuluma bungulani, yani malaika walioanguka wake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba huyu mwanaojiita kwamba malaika mkuu Mikaeli, sio yeye ndiye malaika mkuu wa roho zote za agizo kula vitu. Hapana, ni mmoja kati ya malaika wakuu katika agizo kula vitu, na yeye si Jokisabe. Yeye sio huyu anayeita kwamba ni Yesu, no. Yeye ni yeye, na Jokisabe ni nje hata ya hivyo, kwa sababu Jokisabe akiwa nje ya uwepo sio kuwepo, yeye hana mwili, yeye si kiumbe. Loba anaendelea kujitukuza.